Nyayo katika mawingu. Jioni ya leo tunasoma kutoka ile kitabu kile cha Tito 2:13. Tito 2:13, na hili neno na nukuu pamoja nawe, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Tukitazamia tumaini lenye baraka. Na hilo tumaini lenye baraka ni lipi? Ni mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Huyo Kristo Yesu ni nani basi? Biblia inasema Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yaani Biblia inamtaja Yesu ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Na sio Paulo pekee anayeandika, na sio mara moja tu. Kwenye Warumi pia ameandika ile sura ya 9. Amemtaja Yesu Kristo kwamba ndiye ni Mungu, amemtaja pale ni Mungu aliyepitia kutoka kwa mababu. Lakini sio Paulo tu anayeeleza Yesu Kristo ni Mungu, lakini hata Tomaso siku ile katika ile Yohana sura 20 anaposema wewe ni Bwana wangu na ni Mungu wangu. Siku ile Yesu anasema weka mikono hapo uangalie kwamba ni mimi niliyefufuka. Lakini sio Tomaso peke yake anayetaja namna ile. Isaya ambaye maandiko yake hayana kwere, hayana mtazamo wote ulio hasi, kwa hakika ameandika sana katika Isaya 7:14, kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa katika mabega yake. Na halafu akaenda kwenye ile Isaya sura ya 9 mstari wa 6, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Yani ametajwa vile katika Mathayo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 21 na 23, ataitwa jina lake Imanueli, Mungu pamoja nasi. Huyu ndiye ambaye Biblia inasema tunatazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nyayo katika mawingu. Na katika kitabu kile cha Wathesalonike ya pili sura ile ya pili mstari wa kwanza halafu na mstari wa 3 na 4, na nukuu tena usikie. Hili ni tumaini lenye baraka, ni tumaini la juu kuliko matumaini yote. Kuja kwa Yesu mara ya pili ni tumaini lenye baraka. Hiyo ni tumaini la pekee ambalo wewe na mimi ndio tunalosubiria. Nyayo katika mawingu, katika kitabu cha Wathesalonike ya pili sura ile ya pili mstari wa kwanza halafu usome mstari wa 3 na 4, na hapa nasoma pamoja nawe. Kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Paulo anawaandikia Wathesalonike, wakati anaandika hii barua ya pili, aliandikia kwanza barua ya kwanza akawaambia Yesu anakuja. Na nyinyi mnakumbuka ile Wathesalonike ya kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 16 na 17, akawaeleza parapanda italia na wafu watafuka na sisi tutamlaki Bwana hewani. Wakati anawaandikia hivyo, inaonekana waumini wa Thesalonike wakadhani Yesu anakuja ndani ya siku 2-3, na hivyo wengine wakaacha kufanya kazi za kilimo, fanya biashara wakaacha, waliokuwa wanasoma shule pengine wakaacha. Paulo aliposikia akawaandikia waraka wa pili, akawaambia msifikiri Yesu anakuja kesho, hawezi kuja kwanza mpaka ukengeufu umetokea, yule mwana wa uasi ambaye atajinua na kujifananisha kama ndiye Mungu. Kwa hiyo Paulo aliweka mstari wa ajabu sana. Yesu hawezi kuja mara ya pili mpaka yule siri ya uasi na mwana wa uharibifu atakapoinuliwa katika dunia. Ninyi mnakumbuka jana wakati tunazungumza nanyi tukisikiliza neno la Bwana ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo pekee kuna ushirika mtatu mchafu. Anatajwa joka, anatajwa mnyama na anatajwa nabii wa uongo, ama anatajwa mnyama aliyetoka nchi kavu na anatajwa pia mnyama anayetoka baharini. Hawa wote ni utatu mchafu kama inavyoelezwa katika Ufunuo sura ile ya 16 na mstari wa 13 na 14. Kisha nikaona roho tatu chafu zilizofanana na vyura, na moja inatoka kinywa cha yule joka, ya pili toka katika kinywa cha yule mnyama
nyama ya tatu katika kinywa cha nabii wa uongo. Hizi ndizo roho zidanganyazo zinazoendea mataifa na wafalme na kuandaa kwa ile siku kuu ya Harimagedoni. Na kwa sababu hizi roho tatu ni ushirika mtatu mchafu unaokwenda kupaa kwenye jukwaa. Paulo alizungumza kwa neno moja tu ya kwamba lazima ukengeufu uje. Uasi, sio uasi wa kawaida. Huu ni uasi wa taratibu, uasi wa mamlaka, uasi wa tawala, uasi wa dini. Unapokwenda kukaa mahali panapoitwa Mungu na uweza wake, anasema mkiona huo uasi unapanda kwenye jukwaa, mjue Yesu anakuja. Hiyo ndio inayoelezwa na Paulo kwa Tesalonike. Kwa hivyo aliweka alama ambayo watu hawapaswi kuibeza. Yesu hawezi kuja mpaka kwanza siri ya uasi na kujitukuza na kufananishwa kama ndiye Mungu kwanza yende kwenye jukwaa. Ikionekana hiyo, basi unaweza kufahamu Yesu yuko mlangoni. Lakini hebu nikupatie kidogo mtasari wa jambo hili. Jambo la kwanza, mwisho wa dunia uchochewa na injili kuhubiriwa ulimwenguni kote. Hiyo lugha Yesu alisema katika Mathayo sura 24 na mstari wa 14. Akasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda, na ndipo ule mwisho utakapokuja. Njaa, vita, tetemeko, magonjwa, hayo alisema katika ule mstari wa 8 ni mwanzo wa utungu na sio mwisho wa dunia. Ila akasema mwisho wa dunia unaletwa kwa habari njema kuhubiriwa ulimwenguni kote. Kwa hiyo jambo la kwanza linaonyesha Yesu anakuja ni habari njema kuhubiriwa ulimwenguni kote, kwa mataifa yote, kwa lugha zote, kwa kila rangi, wote watapata nafasi. Anachosema Yesu ni hivi: hakuna serikali, hakuna jamii, hakuna kabila ambako katika siku hizi za mwisho ambao hawatazuia habari njema isubiriwe kwao. Yani nawaelezeni ukweli huu. Kama kweli watu watasikia ukweli, maana yake ni kwamba Biblia inasema uongo. Maana yake ni kwamba Yesu anasema uongo. Habari njema ni hii: kila kiumbe kitahubiriwa habari njema. Ukienda uvunguni kuna habari njema, ukienda kisiwani kuna habari njema, ukikaa kwenye gorofa kuna habari njema, nyumba za majani kuna habari njema. Hautaweza kuitoroka habari njema. Yani itakuwa kama kuvuta hewa ya oksijeni. Habari njema itafika duniani kote. Lakini bii yake anasema mwisho wa dunia utadhihirishwa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Ndipo aliposema yeye mwenyewe wakati anajibu lile swali la Mathayo sura ya 24 na mstari wa 3, tuambie mambo hayo yatakuwa lini na ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akazungumza dalili sana kwa wingi. Kisha alipofika ule mstari wa 29 akasema, baada ya dhiki ya siku zile jua itatoa giza, mwezi utatoa damu na nyota zitaanguka. Na kisha akasema mstari wa 30, kisha hapo ndipo mtakapomwona mwana wa Adamu akija katika mawingu na utukufu na nguvu nyingi. Mwana wa Adamu anakuja, ndiye tu ambaye Yesu alizungumza katika orodha ya dalili za kuja kwake, wakati anaelezea kitakacholeta mwisho ni kuja kwake mara ya pili. Ukweli ni huu: injili inatangulia ili wanadamu wote wasikie habari njema, halafu kitakachofuata ni Yesu anakuja mara ya pili. Kwa hivyo habari njema inapohubiriwa, maana yake inawasogeza wakazi wa dunia kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Yani hii haimaanishi ya kwamba lazima watu wote waamini ukweli, ila Yesu alitumia neno moja la ajabu sana. Akasema habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda. Marituleo, na neno ushuhuda maana yake sio wote kwamba watakuwa wamekubali injili, lakini wote watakuwa mashahidi habari njema ilihubiriwa. Na hivyo Yesu anapoeleza ukweli huo, anataka tujue kwamba mwisho wa dunia unaletwa na kuja kwa Yesu mara ya pili, si yake ambayo iko katikati pale. Hii ni kuja kwa Yesu utanguliwa na dhiki ya dunia. Sasa kwenye dhiki ya dunia Yesu alisema maneno yafuatayo katika Mathayo sura ya 24. Ametaja dhiki za aina kuu mbili pale. Moja amesema ni ile ambayo inakuja kabla ya jua, mwezi na nyota, kwenye ile mstari wa 29. Na hiyo ni ile ambayo kama mlifuatilia ni ile kipindi kile cha zama ya mwaka wa 538 mpaka 1798 ambako Wakristo waaminifu walikutana zama wakiteswa na Wakristo wenzao kwa sababu tu ya kwamba wameshikilia ukweli.
wameshikilia ukweli. Yaani hicho ndio inachotajwa pale. Lakini Yesu alitaja dhiki nyingine ambayo unaikuta katika ule mstari wa 21 katika Injili ya Mathayo sura ile ya 24. Anataja kutakuwa na dhiki, na ile dhiki anayoitaja ameitaja hivi: mfano wake haujawahi tokea, na itakapotokea hiyo haitatokea tena kamwe kama ile. Yaani hiyo haijawahi tokea, na itakapotokea haitatokea nyingine. Hiyo Yesu ameitaja kwenye mstari wa 21 Mathayo sura ya 24. Na hiyo dhiki inaletwaje? Ametaja yeye mwenyewe katika mstari wa 9, wakati huo mtaudhiwa kwa ajili ya jina lake. Hii ni dhiki itakayokutana na waaminifu wa Bwana kwa sababu ya jina lake. Na hivyo Yesu anasema hiyo ndio dhiki itakayokuwa inaingia. Yaani injili ya milele itakapohubiriwa inaleta mwisho wa dunia. Na injili ya milele inapohubiriwa, mwisho wa dunia unaletwa na kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini kuja kwa Yesu mara ya pili kunatanguliwa pia na dhiki. Na hiyo angalia ile B compliment, ile B yenye moja pale juu inasema dhiki ya dunia hudhihirishwa na ushirika wa utatu mchafu, joka, nyama na yule nabii wa uongo. Inaletwaje? Maana huo ushirika mtatu ndio utakaoleta dhiki. Msisahau jana wakati tunasoma Ufunuo sura ile ya 13 mstari ule wa 15, 14 na 16, anasema yule mnyama mfano pembe mbili mfano mwana kondoo atanena kama joka, atatia pumzi ile sanamu ya mnyama, na sanamu ya mnyama iweze kunena, na wale wote wasiosujudu wauawe, na kila mmoja atakaye sujudu huyo ndiye atakuwa rafiki wa utatu huu mchafu. Kwa hivyo hii dhiki inaletwa na hawa washirika watatu. Hiyo dhiki inayohusu kuteswa kwa uaminifu kwa mujibu wa Yesu katika Mathayo 24 na ule mstari wa 20 na mstari wa 9. Hii ndio dhiki ambayo iko mbele. Lakini sikiliza kidogo kwa sababu Biblia inatueleza mambo ambayo unapaswa kufahamu nyayo katika wingu. Maana yake haitaweza kuwashikilia ile dhiki kwa sababu kuna hatua moja muhimu sana mbele ya hawa waaminifu. Sasa sikiliza ile sehemu ya mwisho: dhiki ya dunia huchochewa na injili ya milele. Kwa hiyo injili ya milele ndio itakayochochea dhiki ya dunia. Angalia kidogo hapa. Kwa hiyo injili ya milele ndio itakayochochea mwisho wa dunia, lakini ndio itakayochochea dhiki ya dunia. Halafu unaangalia mwisho wa dunia unadhihirishwa kwa kuja kwa Yesu, hiyo ni B. Na mwisho wa dunia pia dhiki ya dunia itafanyaje? Itadhihirishwa. Halafu katikati kuna kitu kinatajwa, kuja kwa Yesu. Katikati ya hiyo kaesma, hiyo mchoro unaoona kuna kuja kwa Yesu ambako kuna husiana na dhiki. Kwa hiyo ina maana Yesu anapokuja ni kipindi ambacho iko dhiki katikati. Ndicho kinachozungumzwa pale. Sasa hebu kidogo tuangalie katika Ufunuo. Ukweli wa hicho tulichokiangalia pale. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 na wa 7. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Malaika, neno la Kiunani inaitwa angelos. Angelos ina maana mbili, malaika, na maana nyingine ya pili ni mjumbe. Kwa hiyo Yohana aliona mjumbe akiruka katikati ya anga. Katikati ya anga maana yake ni ujumbe wa wazi, hauwezi kunaswa na rada yoyote, ni ujumbe wa wazi, na anahubiri kwa sauti kuu. Maana yake ni ujumbe ambao hakuna sabufa itakaozima yasifike yale mawimbi ya ujumbe huo. Yaani popote ukienda ujumbe utafika. Unahubiriwa kwa kila taifa, Tanzania ikiwepo, kwa kila lugha, Kiswahili kikiwepo, kwa kila kabila, Kinyamwezi kikiwepo, kwa kila jamaa na ukoo. Yaani huu ni ujumbe ambao utaenda kwa kila mwanadamu anayeishi duniani. Na ule ujumbe unasema, mcheni Mungu na kumtukuza. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa nini anasema hivyo? Anasema hivi, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Na alafu akasema hivi, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi na vyote vilivyomo. Huyu ni mjumbe anaitwa malaika wa kwanza. Anatajwa malaika mwingine anayeruka katikati, ana ujumbe unaohusu ibada ya kweli kwa Mungu muumbaji. Sasa sikiliza kidogo. Ibada ya kweli kwa Mungu muumbaji. Malaika huyu ana ujumbe wa ajabu sana.
msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Swali linabaki, unajuaje huyo Mungu naye mwabudu ndio huyo aliyeumba? Ndio huyo aliyeumba, unajuaje? Yaani ujumbe wa malaika unakuja kwa watu ambao joka amekaa juu yao. Na kumbuka Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17, joka akamkasirikia mwanamke, kaenda afanye vita na uzao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Na kuanzia sura ya 13 unaona mnyama anayetoka majini na wanadamu wanamshangaa, wanamsujudu wote, na ule mstari wa 8 unasema wote watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Hii inamaanisha ya kwamba wakati joka anaonekana kufaulu, amekamata yule mnyama anayetoka baharini. Mnyama aliyetoka baharini anakamata mnyama anayetoka nchi kavu. Ina maana mamlaka ya kidini pamoja na serikali wakitumia ushawishi wa Amerika pamoja na mambo yake yote mawili, dini ya Protestanti iliyoanguka Amerika pamoja na serikali ya ushawishi wa kisiasa wa taifa la Marekani, wakati walimwengu wote wanaletwa pamoja, ndipo anasema watamsujudu ila wale ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo ndio watakao sujudu. Ndivyo Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa 8. Na hapa ndipo nasikiliza vizuri, wakati anaelekea kuokota ulimwengu mzima, hapa kuna sauti ya malaika anayeruka katikati ya mbingu, na ujumbe wake ni huu, anaalika wakazi wa sayari ya dunia, mcheni Mungu na kumtukuza na wamsujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kwa hiyo ujumbe wa malaika sura ya 14 ya Ufunuo mstari ule wa 6 na wa 7 unaenda kwa walio chini ya joka amekalia kwenye mchanga, wale ambao wanaonekana kumwadimaya, kutabasamu juu ya ujio wake, lakini kumbe wanamwabudu huyo mnyama na sio muumbaji. Na huyu malaika anasema, utajuaje unayemwabudu ndiye aliyeumba? Maana mwito na mwaliko, msujudieni aliyezifanya mbingu na nchi. Anachosema ni hivi, ibada yenu iende kwa muumbaji. Swali ni hili, unamjuaje Mungu unayemwabudu ndiye muumbaji? Rudisha mawazo kidogo katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 na sura ile ya 2. Biblia inaeleza katika Mwanzo sura ya 2 katika mstari wa 1 mpaka mstari wa 4, basi mbingu na nchi vikamalizika na majeshi yake yote, na siku ya 7 Bwana akapumzika, akastarehe, akaibariki, akaitakasa. Hivi ndivyo vizazi vilipoumbwa. Biblia inaeleza hivi, siku ya 7 ya juma Mungu akaipumzika, akaitakasa, akastarehe. Hapo hakuna Wayahudi wala hakuna Ibrahimu, hapo hakuna Nuhu wala hakuna Metusela. Hapo ni Adam na hapo ni Hawa na hapo ni Mungu pekee muumbaji wake. Baada ya uumbaji wa siku 6, siku ya 7 akaiweka siku ya 7 ya juma iwe yeye ndio siku aliyoiweka, inayoashiria yeye ndiye muumbaji. Na angalia siku ile wakati anahubiri kwa wana Israeli juu ya mlima wa Sinai, katika ile Kutoka sura 20 mstari ule wa 8 hadi mstari wa 11, Biblia anasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Hasemi ni Sabato ya Wayahudi, hasemi ni Sabato ya Wachina, hasemi ni Sabato ya Watanzania, hasemi ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Na kwa nini anasema hivyo? Sikiliza anavyoendelea kwenye Kutoka sura 20 mstari ule wa 8, wa 9, wa 10 na 11. Anasema, kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7 ya juma, akaibariki, akaitakasa. Kwa nini Mungu ameiweka siku ya 7? Siku ya 7 inachukua kufikiri kwa wanadamu, inachukua akili za wanadamu, inawarudisha mwanzo. Yaani siku ya 7 ya juma haitupeleki kule Kalivari. Siku ya 7 ya juma inakurudisha mwanzo. Nani aliyeumba mbingu na nchi? Unamfahamu je? Alipoumba aliweka siku ya 7, na ndio maana kwenye Ezekieli sura ile ya 20 na ule mstari wa 12 Biblia inasema tena, na aliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya ninyi na mimi, mpate kujua ya kwamba mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Lakini pia Ezekieli sura ile ya 20 mstari wa 20 nasema, zitakaseni sabato zangu nazo zitakuwa ishara kati ya ninyi na mimi ndimi Bwana.
Yaani sabato ni ishara kwamba Mungu anatutakasa, ishara kwamba yeye ndiye ametuumba. Na ujumbe wa malaika wa kwanza unasema, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyeumba. Aliyeumba, huyo ndio anayehitaji ibada. Aliyeumba. Na ndio maana katika Isaya 66 anapozungumzia kuanzia ule mstari wa 22 na 23, anasema kama itakavyokuwa mbingu mpya na nchi mpya, ndivyo itakavyokuwa sabato. Hata sabato wanadamu wote waliokombolewa watakuja kuniabudu mbele zangu, asema Bwana. Yaani hiyo ni mbingu mpya na nchi mpya. Hata sabato wote waliokombolewa watakwenda kumwabudu yeye. Hiyo ni Isaya 66 na mstari wa 22 na 23. Agano la kale lote, yaani kuanzia Torati ya Musa nenda kwa manabii, nenda mpaka wanamalizia, watakueleza sabato ni ishara. Watakwambia hii sabato Mungu aliumba kwa muda siku 6 akaiweka. Hiyo ndio inayosema hivi, muumbaji wetu ni nani? Ndio maana Charles Darwin anapokuja na theolojia na theory ya kwamba uibukaji, hakuna mwanadamu aliyeumbwa, anacholenga ni nini? Hakuna Mungu. Na kama hakuna Mungu, unaweza ukachagua siku yoyote, Jumatano, Alhamisi, na ukasema hii nitamwabudu Mungu. Lakini sikiliza, Mungu hajawahi elekeza watu wa mwabudu na asiwaeleze namna ya kuabudu. Ndio maana katika Injili ya Yohana ile sura ya 4 na ule mstari wa 20, 22, 23 na 24, Yesu anasema, sikiliza mama, Mungu anatafuta waabudu halisi watakao mwabudu Baba katika roho na kweli. Maana hii ndio habari njema, anawatafuta waabuduo halisi watakao mwabudu Baba katika roho na katika kweli. Yaani hatumwabudu tunavyojisikia, tunamwabudu alivyoelekeza yeye. Na ameweka siku ya 7 ya juma. Nikupatie kitu cha kutafakari. Pamoja na utaalamu wa wanadamu, mpaka leo hakuna ambaye amebadilisha juma kutoka siku 7 kwenda 8 kwenda 9 kwenda 20. Hayupo. Sikilizeni, hayupo. Kitakachofanyika ni kuzibatiza hizo siku kwa majina tofauti. Hakuna ambaye amekuja na akili yoyote duniani atakayetuambia juma lina siku 8, lina siku 9, lina siku 10. Hayupo. Zitabaki 7. Ila atakachofanya Ibilisi ni kutuitia majina tofauti, ni kurekebisha kalenda. Bahati nzuri hiyo iko wazi sana katika Agano Jipya. Ndio maana Biblia inaeleza katika kitabu kile cha Yesu na mitume walivyokuwa wanatunza sabato. Katika ile Luka sura ya 4 na mstari wa 16, Biblia inaeleza ya kwamba ilikuwa desturi ya Yesu kila siku ya sabato katika ibada. Na hapo ilikuwa ni kule alikolelewa Nazareti. Unaweza ukasema alikuwa ni Yesu tu. Habari gani juu ya mitume? Lakini Yesu alifundisha katika Marko 2 mstari wa 27 na 28, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Na kwa sababu hiyo Bwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Mtu mmoja anasema, sikiliza pastor, nikishakuwa na Yesu nina sabato. Namwambia, kwa nini unataka kuniambia Yesu ndio siku ya 7? Tafadhali shetani, tafadhali tusiharibiane hali ya hewa. Yaani unamaanisha wewe ukiwa na Yesu ndio unataka kunidanganya ya kwamba ni Yesu ndio sabato? Yesu amesema mimi ni Bwana wa sabato, the owner. Yaani ndiye anayemiliki, ndiye aliyeumba siku hiyo. Yaani yeye ndio mwenye hiyo siku. Lakini hajasema mimi ndiye sabato. Kaangalie vizuri hiyo Marko 2 mstari wa 27 na 28. Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Lakini mstari wa 27 amesemaje? Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Ina maana kama wewe ni mwanadamu, basi sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Inakuwaje? Ni mbuzi tu na kondoo na kinyonga na mjusi. Huyo ndiye hana habari ya sabato. Sabato haijafanyika kwa ajili ya mnyama wala ndege. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Wale wanaosema ni Wayahudi wamekuja juzi sana. Hapa ni katika juma la uumbaji katika Mwanzo. Hii inaeleza ili tuweze kufahamu. Lakini mtu mmoja anasema, unaifahamuje kwamba ni siku yenyewe? Jana niliwagusia nilipokuwa naenda kwenye ile Luka sura ya 23 kuanzia mstari wa 53 mpaka Luka 24 mstari wa 7. Pale unaona siku ya maandalio. Katika Kiswahili cha Kimvita kinaeleza siku ya maandalio, Yesu anaangikwa msalabani na akakata roho saa 9. Lakini Kiswahili cha kisasa kinakueleza ilikuwa Jumapili
Nenda uangalie kwenye Kiswahili cha kisasa. Wakati Kiswahili hiki cha kivita kinasema ilikuwa ni siku ya maandalio, Sabato ilikuwa inakaribia. Kiswahili cha kisasa kinasema ilikuwa ni Ijumaa. Ilikuwa ni Ijumaa, Yesu anakufa na Sabato ilikuwa inakuja. Halafu kwenye Luka 24 mstari wa kwanza unasema alfajiri na mapema, siku ya kwanza ya juma ndiko Yesu aliyofufuka. Na Kiswahili cha kisasa kinasema Jumapili alfajiri na mapema. Yaani ina maana alikufa Ijumaa akafufuka Jumapili. Na hii ya katikati siku zote ameieleza ndiyo siku aliyopumzika. Yaani Yesu alipokuja, kifo cha Yesu kikaondoa ubishi juu ya siku ya saba ni lini. Niliwaambia ya kwamba leo wanaita majina eti siku ya saba wanaita Jumamosi. Ni ubabaishaji tu wa majina. Na ndio maana hata wao wanakiri kuna Ijumaa Kuu, Yesu alikuwa msalabani. Sasa kuna ubishi gani? Hayo ni majina tu ya ubatizo yanayoendelewa na yanayofanywa na Ibilisi mwenyewe. Kwa hiyo usitembee na hayo matukio, yako wazi kabisa. Na hakuna kiongozi yote wa dini, iwe ni ya Kiislamu, iwe ni ya Kihindu, iwe ni ya Kibudha, iwe ni ya Kikristo, atakaye kuambia ya kwamba siku ya saba kwa mujibu wa uumbaji itakuwa ni Jumapili, hayupo mahala popote. Niliwaambia kwa nini Ibilisi anacheza na ile. Na wengine wanasema unajua baada ya Yesu kufa Sabato aliifia msalabani. Shetani kavae nguo shetani. Usitudanganye sisi watu wa Mungu. Nani alisema Yesu aligongomea Sabato msalabani? Ngoja nikupatie ushahidi kwenye ile Mathayo sura ya 24 mstari wa 20. Yesu aliwaambia Wayahudi wanafunzi wake akasema, ombeni siku hiyo kukimbia kwenu kusiwa wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Alikuwa anazungumzia majeshi ya Rumi yatakapoangusha Yerusalemu mwaka wa 70. Na Yesu amekufa mwaka wa 31. Kwa nini aendelee kusema wakati mnazingirwa ombeni isiwe siku ya Sabato? Kama alikuwa na mpango wa kuiangamiza kwa kifo chake msalabani, mbona awaambie wanafunzi bado Sabato itaendelea? Mwambieni Bwana msizingirwe siku ya Sabato. Lakini niwaambie kitu cha pekee, Sabato imetajwa Mwanzo mpaka Ufunuo. Ndio maana yaone Ufunuo 1 mstari wa 10, na alikuwa katika nani? Katika nini? Katika Roho, siku ya Bwana. Ambayo siku ya Bwana siku zote inapotajwa ni siku ya ibada. Vinginevyo kwa manabii wataisonda kidole juu ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo haijawahi kutaja, yani hakuna maana popote mitume waliwahi kusema Jumapili ni siku ya Bwana na ni siku ya ibada popote kwenye Biblia. Wewe nikupatie mtasari kidogo. Jumapili imetajwa katika mafungu 7. Ni mafungu 6 lakini imetajwa mara 7. Sikiliza kidogo. Na mafungu yote mafungu 7 mara 6 inahusu kufuka kwa Yesu. Moja ni Mathayo 28 mstari ule wa kwanza, inahusu kufuka kwa Yesu. 2 ni Marko 16 mstari wa kwanza na mstari wa 9, mstari wa 2 na mstari wa 9 yanahusu kufuka kwa Yesu. Yamefika mafungu 3. 4 ya 4 unaiona kwenye Luka sura 24 mstari wa kwanza, Jumapili alfajiri na mapema, inahusiana na kufuka kwa Yesu. 5 unaiona kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, na Injili ya Yohana sura ile ya 20 na ule mstari wa kwanza na mstari wa 19. Kwa hiyo maana yamefika 6. Mafungu yote 6 ya Agano Jipya wakati wa kwenye vitabu vya Injili yanazungumzia Jumapili inayohusiana na kufufuka kwa Yesu. Ni fungu moja tu lililo nje ya vitabu vya Injili, ambayo ni kitabu kile cha Wakorinto ya kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza na wa pili, ambayo inazungumzia Paulo akiwatia moyo waumini watoe sadaka kwa ajili ya kupelekea ndugu zao waliokuwa na hali ngumu ya njaa Yerusalemu. Kwa hiyo ilikuwa ni Jumapili wakusanye sadaka siku ya kwanza ya juma, ili akija aichukue awapelekee ndugu zao. Hayo ndio mafungu 7 na ndio jumla. Utapata mafungu mengine yanayotaja Jumapili, ni hayo yote 7. 6 yanataja kufuka kwa Yesu, na hili la mwisho utoaji wa sadaka kwa ajili ya wahitaji siku ya kwanza ya juma. Na Biblia inapoeleza ni siku ya kwanza, ni ya kwanza. Mtu mmoja alipobatizwa, lakini kumbe alikuwa bado ana shauku ya kunywa pombe, yeye akabadilishwa jina akaitwa Yohana. Alipofika nyumbani, kumbe kwenye friji yake kuna bia.
ile aliko, ile pombe sumu ikamkeresha, mwisho akawa dhaifu, akaenda akafungua friji, akashika ile bia, kisha akasema, kwa kuwa mimi leo nimebatizwa na jina langu nikaitwa Yohana, na mimi leo wewe pombe na kubatiza, kuanzia leo utaitwa soda. Swali na wauliza, ilikuwa soda? Ilikuwa soda? Ndicho Ibilisi anachobatiza siku ya kwanza ya juma. Anataka tusijue ni pombe, anataka tuiseme ni soda. Kwa hiyo anatuletea iwe soda ili watu wanywe, ni juisi, haina kilevi, nani alcoholic. Kwa nini? Yesu alifufuka. Kwa nini? Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste. Kuanzia leo Jumapili wewe utaitwa siku ya ibada. Shetani kavai nguo uko uchi shetani. Neno la Mungu naeleza hili, inamaanisha hata Petro aliposema siku ile, Yesu aliposema ninaenda Yerusalemu, huko nitakamatwa, nitauawa, nitakufa, lakini nitafufuka siku ya tatu. Petro akasema, la hasha Bwana, haya hayatakutokea. Yesu akasema, shetani rudi nyuma yangu. Wanaposema shetani vaa nguo uko uchi, na maanisha ya kwamba watu wote wa Mungu wamedanganywa, na Yesu anachokemea, shetani rudi nyuma. Rudi nyuma shetani. Shetani arudi nyuma. Kwa hivyo ndio inavyoeleza ukweli wa wote hao. Jumapili siku zote, ngoja nisogee mbele uweze kuona Biblia inavyoeleza, na hizi mbili zitakuwa pale mbele na zitaelekeza mshale inayotofautiana, kama ilivyo mashariki na ilivyo magharibi, kama ilivyo kaskazini na ilivyo kusini. Mwisho wa siku utaona hizi mbili zikiwa zinafanana katika ulimwengu huu, lakini iko tofauti. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Wito wa malaika wanaeruka katikati ya mbingu ni mwaliko kwa wakazi wa dunia warudishe ibada kwa Muumbaji na aliyefanya vyote kwa siku sita, na siku ya saba akaiumba siku ya saba, na akapumzika, akastarehe, akaibariki, akaitakasa. Na shetani ndiyo anayotafuta, ndiyo anayolenga. Kwa hivyo ataibatiza siku kadha wa kadha, lakini siku zote Biblia itaweka wazi, na habari njema ni hii, itakuwa wazi zaidi tunavyosonga mbele. Itakuwa wazi zaidi tunavyosonga mbele. Kwa hiyo injili ya milele inataja kiini cha pambano kuu, ibada kwa Mungu Muumbaji na sio kwa shetani na mawakala wake. Sikiliza ndugu zangu, na yasema haya moyoni mwangu. Nina shauku ya kuona wakazi wa dunia, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, wanadamu wenzangu waliozaliwa na ambao wamefahamu yuko Mungu na wanahitaji waabudu Mungu katika roho na kweli. Kweli inachosema ni hivi, wataifahamu kweli na kweli itawaweka huru, katika Yohana 8:31 na 32. Lakini pia Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndiyo kweli. Na kweli pekee inaeleza siku ya ibada. Haijawahi kuwa Ijumaa, haijawahi kuwa Jumapili, ni siku ya saba ya juma. Huu ni mwaliko kwa wanadamu wote katika dunia hii kuiangalia hiyo siku, kwa sababu Mungu ameiweka. Hatuiabudu siku, tunamwabudu Mungu aliyeumba vyote na kila kitu, na akaiweka Sabato iwe ishara kati ya wanadamu na Muumbaji wao. Hiyo ni injili ya milele. Kwa hivyo ujumbe wa malaika huyu wa kwanza anafufua kweli. Niwapatie historia kidogo. Baada ya kuanzia Efeso mpaka Laodikia, kweli zilishuka zikashuka kama nilivyozungumza siku ile, lakini ilipofika muda Mungu akazipandisha, akawaita Waidensia wa Italy, wakashika Biblia, walichukua takaruasa za Biblia wakaweka kwenye mikate. Wakati Biblia ilipokuwa imepigwa marufuku, wanaiweka kwenye mikate, wanasafisha mikate, kumbe wanasafisha nyaraka
andika za Biblia. Hao wakahifadhi Biblia wakati ule wa mateso ya kipindi cha wakati nyakati 2.5 wakati kuanzia mwaka wa 538 mpaka 1798 walidensia, wakatumiwa na Mungu kuhifadhi neno la Bwana. Lakini wakati wa John Huss alipokuja akafundisha watu wanapaswa kuwa watii, akainua utii kwa neno la Bwana. Akaja Martin Luther aliyekuwa ni mwadhiri katika chuo cha Wittenberg Germany, yeye akaleta habari ya neema. Usisahau wakati huo kanisa lilikuwa wanaabudu, watu walikuwa wanapata msamaha kwa kutoa fedha, wananunua kadi hiyo indulgence hiyo. Watu wakitaka kuokolewa, wakitaka ubatizo, wakitaka hiki, wanatoa fedha. Yaani fedha ilikuwa mbele. Martin Luther akaonyeshwa tunaokolewa kwa neema na sio adhabu tunazopewa na kanisa na sio hiki na kile. Martin Luther. Kisha akaja John Calvin akaleta ukweli wa lazima watu wakuwe kiroho, akaleta ukuaji katika Kristo. Kisha akainua Anabaptisti. Hawa walifundisha, wakagundua ubatizo wa kweli ni ubatizo wa kuzamisha majini, si wa kunyunyiza maji wala wa kuchukua kwa kitambaa wala kwa kupeana kadi wala kwa kuruka moto. Ndipo akajua kwa nini Yohana Mbatizaji alibatiza mto Yordani, kwa nini Yesu alishuka ndani ya maji akapanda kutoka katika bahari, katika ile mto, maji ya mto. Ndivyo ilivyobatizwa Mwafrika wa kwanza kutajwa, yule aliyekuwa anatoka Ethiopia, yule Mkushi aliyebatizwa na Filipo katika maji mengi, akapanda kutoka majini. Ndipo Wanabaptisti wakagundua ubatizo sio wa kunyunyiza, ni kufa na kufuka kwa Yesu. Yesu hajawahi zikwa na mkono ukabaki nje ya ardhi, ila alizikwa ndani ya maji. Na hivyo Wanabaptisti wakahubiri ubatizo wa kweli, na ndio maana watu wa Mungu wanaalikwa kweli juu ya kweli na kweli juu ya kweli. Kisha Mungu akaitwa kina John Wesley na Charles Wesley, walikuwa ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Mmoja alikuwa mwimbaji wa muziki, huyu alikuwa mhubiri Wesley. Yeye akahubiri juu ya utakatifu, watu lazima wawe watakatifu. Na ndipo kwenye miaka ya 1800 William Miller, huyu ni Marekani, aliyegundua Yesu anakuja. Aliposoma unabii wa Danieli sura ya 8 na ule mstari wa 14, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Yeye akafikiri Yesu anakuja, kumbe Yesu alikuwa anaanza huduma yake kama kuhani mkuu. Akahubiri marejeo ya Yesu, Yesu anakuja tena. Ilipofika ile miaka baada ya kukatishwa tamaa kwa Oktoba 22 mwaka 1844, baadhi ya watu waliopokea ujumbe aliohubiri William Miller, na hawakuwa watu walikuwa bado wanasali siku ya Jumapili, lakini wana shauku ya kuja kwa Yesu. Walipoendelea kusoma ndio wakagundua Yesu anaenda kufanya huduma ya patakatifu ya kutakasa watu. Ndipo wakagundua sabato ya kweli, wakagundua amri 10 za Bwana, wakagundua hali ya wafu, wale waliokuwa wanahubiri ya kwamba mtu akifa anapandishwa kwenda mbinguni mwili na roho. Wakagundua Biblia inasema hamna, wanaenda kaburini, Yesu atakapokuja atawafufua. Ndipo hao watu wakasimama, na miaka ilivyoenda ndipo wakaamua, wakajitangaza ya kwamba wameitwa kuhubiri amri za Bwana na kuja kwa Yesu mara ya pili. Hivi ndivyo Mungu alivyouleta ukweli, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Na baada ya muda kuelekea ndipo unaona hukumu hiyo, na ndipo ambapo malaika anazidi kuzungumza, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Lile neno ambalo nalitaja pale kwenye Ufunuo sura ya 14 na ule mstari ule wa 7, kwa maana saa ya hukumu linaitwa krisis. Krisis neno la Kiyunani, yako maneno mawili yanayohusiana na hukumu katika lugha ya Kiyunani. La kwanza ni krino na la pili ni krisis. Krino ni tamko linalotoa maamuzi, lakini krisis ni mchakato wa kimahakama ambao utafikia hatima ya kutoa tamko, yani krino. Kwa hiyo unaposikia kama tunasema krisis, manake ni mchakato. Kama tumetumia lugha ya leo tutasema ni upelelezi unaendelea, ni kesi zinaendelea ambazo mwisho wa yote tamko litatolewa na hakimu. Kwa hiyo hii inaitwa krisis. Kwa hiyo wakati anasema saa ya hukumu yake imefika, anaturudisha hivi, kuna mchakato ambako mwisho wa mchakato huo maamuzi ya kimbingu yatafanyika juu ya hatima ya wanadamu kuhusiana na ukweli na ukubali wao walivyoupokea ama walivyoukataa. Ndio maana kuanzia mwaka 457 hadi mwaka 1844 Yom Kippur, siku ya upatanisho, ilipoanza kwa mujibu wa Walawi sura ya 16. Lakini hebu nisogee kidogo
katika kile ambacho kinazungumzwa hapa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8. Biblia inasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Hapa wa kwanza ana ujumbe wa umeanguka wa kwanza anasema, mcheni Mungu na kumtukuza yeye aliyeumba mbingu na nchi, halafu saa ya hukumu imekaribia. Lakini huyu wa pili ana ujumbe unasema, Babeli umeanguka, Babeli umeanguka, Babeli umeanguka, wewe ndiye una kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya uasherati. Sasa ngoja nikupatie historia kidogo. Babeli kwa mara ya kwanza imetajwa katika Mwanzo sura ya 10 mstari wa 10, na ilijengwa na Nimrod. Lakini hiyo Babeli iliyojengwa na Nimrod iliangushwa na Mungu mwenyewe. Katika Mwanzo 11 mstari wa 9 na mstari ule wa 10, aliangusha Bwana na akatawanya watu, ndipo watu wakawa na lugha mbalimbali, na Biblia inasema ikaitwa Babeli pale Mungu alipochafua lugha za wanadamu. Babeli ya Nimrod iliangushwa na Bwana, na ndipo unaona lugha mbalimbali za dunia ya leo ni hiyo ya Nimrod. Lakini Babeli ya pili ikatajwa katika Danieli sura ya 4 mstari wa 30. Hii ilijengwa na mfalme Nebukadreza, na mfalme Nebukadreza ndiye aliyesimamisha Babeli, na hiyo Babeli ya Nebukadreza iliangushwa na Wamedi na Waajemi mwaka wa 539 katika Danieli sura ile ya 5 na ule mstari wa 31 30 na 31, wakatawala Wamedi na Waajemi. Kwa hiyo Babeli ya Nebukadreza iliangushwa na Wamedi na Waajemi kabla ya Yesu mwaka wa 539. Lakini sikiliza, Petro anahitaja Babeli nyingine kwa mara nyingine. Katika waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote sura ile ya 5 na mstari wa 13 anasema, mwenzenu mimi mteule Paulo Petro na wasalimu nikiwa hapa Babeli. Na Petro alikuwa wapi? Wakati Petro anaandika alikuwa Rumi ya Kaisaria. Lakini kwa nini anaita Rumi ni Babeli? Maana yake analeta uhusika wa Babeli, machafuko, akielezea Wakristo ndicho kinachoendelea, akiwa chini ya nguvu ile ile ya joka itendayo kazi kwa dola ya Rumi. Kwa hiyo anatembea na uhusika wa neno Babeli kinzani kwa neno la Bwana. Na ndiyo maana unaona Ufunuo sasa Babeli imejaa zaidi ya mara 6. Babeli, Babeli, Babeli. Na hapa naposema umeanguka Babeli, umeleta kikombe cha mvinyo cha ghadhabu ya uasherati. Na hii ni nini anachosema? Mafundisho yote ya uongo. Mafundisho yote ya uongo kwamba tunakula kila kitu wakati Mungu ametubagulia. Sio kila kitu ni halali kula, mengine ni mapambo ya dunia. Sasa ule fisi atakayefagia hali ya mazingira nani? Yaani ndugu zangu wapendwa, utakula kila kitu. Mungu ametoa maelekezo kama alivyotengeneza gari akasema weka petroli, kwa nini unaweka dizeli? Na yeye ameweka hivi. Ndio Mambo ya Walawi inaeleza, ndio Kumbukumbu la Torati inaeleza. Na wengine nasema Yesu alibariki vyakula vyote. Si kweli. Ingelikuwa Yesu alibariki kwenye ile Marko sura ya 7, mbona basi kwenye Matendo sura ya 10 Petro alikataa, sijawahi kula najisi? Na hapo Yesu alishapaa. Kama ingelikuwa ni swala la vyakula, mbona Petro anasema hatujawahi kula vilivyo najisi? Yaani nisikizeni ndugu zangu wapendwa, shetani ana ajenda ya kutupotosha. Anachagua kafungu kamoja, anakutoa ndani ya muktadha, halafu anasema alivitakasa vyote. Mungu hajawahi sema watu wale kila kitu, ila yeye aliyeviumba ndiye anayejua hivi ni safi na hivi sio safi. Na ni neno la Mungu pekee, sio tamaduni na desturi zitufanyie ubaguzi wa vyakula, ila neno litatufanyia ubaguzi. Lakini sio tu hizo kweli, kikombe cha uchafu cha uasherati siku ya kwanza ya juma ikaingizwa kanisani kwenye karne ile ya 4. Na sio hivyo, leo Jumapili na maelfu ya wanyenyekevu wa Bwana. Na mimi ninakiri kabisa watu wa Mungu wanamtafuta Bwana, wana kiu kwa ajili ya kuokolewa, ila hawajajua tu ya kwamba sio siku yenyewe ya ibada. Ilikuwa ni siku ya ibada ya wapagani kabla hata haijabatizwa kuwa siku ya ibada. Njoo juu ya maombezi. Hatuwezi kuomba kwa Petro sisi, hatuwezi kuomba kwa Mariamu sisi, hatuwezi kuomba kwa Tomasi sisi, maana wafu hawajui neno lolote. Ndivyo anavyoelezea kwenye Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 10 na mstari wa 6. Wanapokwenda watu wanaenda kaburini, hawaendi mbinguni. Kwa nini tuombe kwa waliokufa? Kwa nini? Biblia ilitueleza ya kwamba anayetuombea ni Yesu Kristo peke yake.
kikombe cha uchafu cha ghadhabu ya uasherati. Na sio tu hivyo, ubatizo bandia ukaingia ndani ya kanisa. Na sio tu hivyo, katika masuala yote hayo yote umeanguka Babeli, kwa sababu ya mafundisho yanayotanganya ulimwengu, na ni juhudi ya shetani, ndivyo yanavyotajwa. Lakini kana kwamba haitoshi, wakati hayo yote yanaendelea, mwendo unasonga mbele. Katika kitabu cha Danieli sura ya 11 na ule mstari wa 44, neno la Mungu linasema, lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi, ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi. Nini maana ya habari zitokazo mashariki? Katika mafungu niliyoweka hapo, inazungumzia juu ya mashariki. Ilikuwa ni kiini cha dira. Sisi leo shuleni tunatumia ile campus direction, tunatumia upande wa kaskazini, north. Kwa hiyo mtu anachora ramani, anaweka mshale north. Lakini kipindi cha ulimwengu wa kale, wakati wa Biblia, dira ilikuwa ni mashariki. Kwa hiyo mtu akiandika maelezo, lazima ujue alikuwa umbali gani, direction ipi, nenda upande wa mashariki uweze kumwelewa. Yaani unasema habari zitokazo mashariki. Ukisoma kwenye Isaya, mfalme anakuja kutoka mashariki. Ukienda kwenye Ufunuo, wanaotoka mawio ya jua mashariki. Ufunuo 16, ili mfalme wanaotoka mashariki. Ukienda Mathayo 24 mstari wa 27, itaonekana ishara ya kuja kwake mwana wa Adamu kutoka mashariki. Kwa hiyo ujumbe kutoka mashariki ni habari za kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini kwa nini kaskazini? Kwa nini kaskazini? Sikiliza, katika Agano la Kale, maovu, maadhabu kwa taifa la Yuda, njia za kivamizi zilipitia kaskazini, ingawa hata Babeli haikuwa upande wa kaskazini. Mungu ametaja mengi sana, anapotaka kuadhibu alikuwa anazungumzia kutoka kaskazini, kutoka kaskazini. Utaona Amos kaskazini. Huu ni ujumbe gani mafungu yaliyoko hapa? Hii inamaanisha hivi, ni ujumbe wa hukumu ya Mungu kwa wanadamu. Hii inamaanisha ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili na hukumu ya Mungu inayokuja. Biblia inaeleza huu ni ujumbe utakao mfadhaisha yule mnyama, ile sanamu, ile mamlaka inayosogea. Na Biblia inasema hivi, kwa sababu ya ujumbe wa aina mbili atakuwa na ghadhabu. Na Biblia inasema atafadhaishwa. Kufadhaishwa ni nini basi? Kwenye hiyo mstari wa baada ya Danieli 11, kufadhaisha maana yake ni hiyo, tetemeka ndani, pata hofu, sumbuka, taabika. Na utaliona pia kwenye Danieli 5 mstari wa 6, wakati Belshaza alipoona ule mkono mene Peresi na Tekeli, alitetemeka ndani. Hilo neno linaitwa bahali. Neno bahali maana yake tetemeka ndani, stuka ghafla, ogopa, sumbuka, pata hofu. Na ina maana ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili na ujumbe wa hukumu ya Mungu inayokuja kwa dunia nzima ndio ujumbe utakaotikisa nguvu ya joka na washirika wake. Yesu yuaja tena, ni ujumbe utakaosambaratisha nguvu za joka na wote washirika wake. Lakini pia anasema atapata ghadhabu ili aende aondolee watu wengi. Neno natumika neno hili, ataenda haribu na kuondolea mbali watu wengi. Lile neno kuondolea, haram. Ile neno haram ina maana chinja kwa makusudi ya kidini. Ina maana wataenda kuchinja waaminifu wa Bwana kwa ajenda za kidini, kwa ajenda za kiroho, kwa ajenda za Kikristo. Ndio maana ile sanamu anasema wote wasiosujudu wauawe. Wakati wanawaua, wanafanya kwa ajenda ya kidini. Ndio maana katika Yohana sura ya 16 Yesu alisema saa inakuja, kila mtu atakayewaua atadhani ya kwamba anamtolea Mungu ibada. Yaani Mungu hajawahi ruhusu watu wafanye lazima katika swala la ibada. Kwa kuwa linakuja, lazima wewe na mimi tuweze kufahamu serikali na mahakama vitaungana, dini na madhehebu watafanya shauri moja, kama ilivyokuwa Mafarisayo na Masadukayo wakapatana kwa sababu Yesu anataka kuuawa. Ndiyo ilivyokuwa Herode na Pilato, walikuwa ni maadui, wakapatana, kama inavyosema kwenye hiyo Mathayo 22:34 na Luka 23:12. Serikali za dunia pamoja na dini mbalimbali watakuwa kitu kimoja kwa ajenda moja tu, msulubishwe. Atakasirishwa na ujumbe wa Yesu anakuja tena, na atakasirishwa na hukumu ya Mungu inayokuja, na wataingia vitani kuwatesa na kuwachinja wateule wa Bwana. Biblia haikomei pale. Sikiliza, katika kitabu hiki cha The Story of Redemption ukurasa wa 406 anasema, niliona viongozi wakuu wa nchi wakishauriana pamoja na shetani na malaika zake wakiwazingira na kuwazunguka. Nikaona maandishi ambayo nakala zake zilitawanywa katika sehemu
mbalimbali za nchi zikitoa amri kwamba watakatifu wasipoiacha imani yao ya pekee, kuiacha Sabato na kuitunza siku ya kwanza ya juma, basi watu watakuwa huru kuwaua baada ya muda fulani kupita. Yaani sikiliza ndugu zangu, hicho kitakuja kufanyika, lakini sikiliza, katika hayo yanapofanyika, hapa ndipo unapaswa ujue. Katika Ufunuo sura ya 11 na ule mstari wa 45 hadi Ufunuo 12 mstari wa 2, Biblia inasema wanapoweka hema za kifalme katikati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, sikiliza, Biblia inasema ataifikia ajali yake, wala hakuna atakayemsaidia. Wakati joka, mnyama, nabii wa uongo wanapoweka ukuta ili watu wa Mungu, kati ya mlima mtakatifu ni kanisa na bahari ni watu waliokataa ukweli, wakati anaweka katikati, Biblia inasema kwenye Danieli sura ya 45, ataifikia, Danieli 11:45, ataifikia ajali yake mwenyewe na hakuna atakayemsaidia. Hapa ndipo unachukuliwa urudi wakati wa mbuzi wa Azazeli. Naomba usikilize vizuri, hapa anaelezaje Danieli 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, anasema wakati huo Mikaeli atasimama, jamadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake hautakuwapo tangu lipoanza kuwapo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapata uzima wa milele, wengine aibu na kuzaliwa milele. Ni ndani ya dhiki, wakipambana kwa ajili ya waaminifu wanaoshika amri za Bwana, wanaoabudu Mungu katika siku ya 7 ya juma, wale ambao wamejitenga na machafu ya dunia, wakati wanatafuta wawafyeke, Biblia inasema Mikaeli atasimama, jemedari wa vita, na ni katika saa hiyo mbingu zitakunjwa kama ukurasa, parapanda italia, walio ndani ya magereza makomeo yataachia, wale walioshikiliwa mundu zitaregea, ndipo utasikia ving'ora, ndipo utasikia tarumbeta, mbingu zinakunjwa kama ukurasa, visiwa vinahamishwa, nchi inatikisika, nguvu za mbingu inatikisika, majeshi ya mbinguni yanakuja, Yesu katika wingu, ndipo nguvu zote za adui zitakaporegea, wateule watashangilia, huyu ndiye Bwana wetu tuliyemngojea. Yesu yuaja tena juu ya wingu, ndipo Paulo akasema tutamlaki Bwana hewani, tukutane hewani kwenye wingu. Yesu akija hata kanyaga hapa juu ya wingu, tutakutana. Jioni hii ya leo Biblia inasema shetani atanyang'anywa kila kitu kama mbuzi wa Azazeli. Siku hiyo ndipo wateule watakapopaa wakiwa na miili isiyougua, isiyo na magonjwa, isiyo na vifo, isiyo na chochote. Na jioni ya leo na tamani siku hiyo ije kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hilo ndio inaitwa tumaini lenye baraka. Tunatazamia siku hiyo Yesu akija, wakati wanataka kutesa, wanatusumbua na kututesa, wanatushika na kwenye magereza. Hiyo ndio itakuwa timing ya Yesu, hiyo ndio itakuwa saa ya Yesu, na ata overtake, na akija yeye mwenyewe kila kitu kitaregea isipokuwa wateule pekee. Simameni, msiogope jioni ya leo, na kama ni shauki yako, simama pale ulipo. Yesu nisaidie, najitoa maisha yangu. Kokote uliko, simama pale ulipo, na ikiwa jioni ya leo nasema Yesu natoa maisha yangu, tembea tu uje hapa mbele, tembea tu uje hapa mbele, tembea pale ulipo, tembea uje hapa mbele, unasema Yesu natoa maisha yangu kwa ajili ya siku hiyo, siku ambayo ni tumaini lenye baraka. Kimbia tu pale ulipo, kule kwenye vituo, kule Kongo, kule Ethiopia, kule Canada, kule Uingereza, kule Japani. Kimbia tu pale ulipo jioni ya leo, kimbia tu jioni ya leo pale ulipo. Nyayo katika wingu, tukutane juu ya wingu siku Yesu akija, mara ambako shetani atashindwa milele, atasubiri Jehanamu, jiwa linaloweka moto na kiberiti. Kimbia pale ulipo kwenye vituo, wakati kule mnaendelea na wito huo, wakati mnaendelea na huo wito, na sisi tuendelea hapa. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi jioni hii ya leo. Kimbia tu pale mlipo, tembeeni watu wa Bwana jioni ya leo, wale ambao wanasema Yesu tunatoa maisha yetu kwa ajili yako. Kimbia tu pale ulipo, Yesu anakutaka ukutane naye hewani, nyayo hewani jioni hii ya leo. Kimbia tu pale ulipo jioni ya leo, jioni ya pekee ambao Yesu anakungoja na anakudai, anakusubiri. Fanya maamuzi yako,
Fanya maamuzi yako. Parapanda italia, walioko makaburini watafuka, watamlaki Bwana hewani, siku ambayo kuugua kutasikika tena. Ni saa ya mateso kama hayo. Yesu atachukua nafasi, watakatifu wake wataokolewa. Kama kuna mtu umesimama pamoja naye pale alipo, tembea tu jioni ya leo, mtie moyo. Ikiwa na mfahamu ana sita, tembea uje naye jioni hii ya pekee. Yesu iwaja tena, tembea jioni ya leo. Yesu iwaja tena, tembea jioni ya leo. Jioni ya leo, jioni ya leo, Yesu iwaja tena, Yesu iwaja tena. Hilo ni tumaini lenye baraka. Wakati mchungaji Onesimo anakuja kuomba, wakati mchungaji Onesimo anakuja kuomba, mikrofoni iko hapa mbele. Tembea kule kwenye vituo, tembeni. Pastor Onesimo anakuja kuomba kwa ajili yetu. Tukutane juu ya mawingu, tukutane juu ya mawingu. Usitishiwe na kitu chochote, kutana na Yesu juu ya mawingu. Mikaeli atasimama, jina la Yesu la upiganaji. Ndivyo Biblia inayosema, Mikaeli atasimama. Nani kama Yawe? Atasimama, atasimama jioni leo. Kimbia tu kwenye vituo kule, popote, Mikaeli atasimama. Usione haya hata kama ukutoka, na usiondoke kwenye vile vituo. Wakati wengine wanarudi, toa jina lako. Kesho kuna ubatizo mkubwa, mtumishi wa Bwana ataomba pia kwa ajili yako. Pastor Onesimo, karibu kwa sala. Tuombe. Baba Mungu uishi mahali pa juu mbinguni, tunatoa heshima kubwa mbele zako katika saa hii ya jioni ya leo. Tumesikia neno zito, neno zuri ambalo umetuonesha kupitia kwa mtumishi wako leo. Tunakusihi kwa namna pekee sana, Mungu wetu, ujumbe huu unapokuwa ukiingia ndani ya mioyo yetu, leta nguvu za Roho Mtakatifu aliweze kulisimika vizuri ndani ya mioyo yetu. Amen. Na baada ya hili swala hili, tumeambiwa ya kwamba siku moja Bwana tutaingia katika ufalme wako. Tunakusihi kwa namna pekee Bwana, utubariki kwa nguvu zako mwenyewe. Ujumbe huu ambao umeelezwa leo, historia ambayo imeelezwa leo hii, watu wengi wameelezwa katika mtazamo mwingine tofauti, lakini leo umetufunua siri ya ajabu. Mungu wako, sifa na utukufu urudie wewe mwenyewe. Amen. Asante Baba yetu. Watu wote katika kila vituo ndani ya nchi na nje ya nchi, tunaomba ya kwamba Baba, kila mmoja aliyesikia ujumbe wa leo, kambariki mahali alipo. Amen. Na uweze tuandaa kwa ajili ya milele unaokuja. Tunaomba ya kwamba Baba, mtumishi wako ambaye anazungumza pamoja nasi leo, kambariki tena katika maisha yako. Ujumbe huu uweze kupata nafasi ndani ya mioyo yetu. Asante Baba yetu wa mbinguni, kila mmoja mahali alipo, na kuna wengine wamejitoa mbele zako katika jioni ya leo, mahali pote pale katika kila kituo. Baba, naomba kwamba watu wako washikilie na wafikie hatima ya kuweza kubatizwa na wakutembea sawa sawa na penzi yako Bwana. Utakapokuja mara ya pili katika ulimwengu wote wanaosikia ujumbe wa leo, tupe nafasi ya kuraki katika mawingu yako. Asante kwa sababu ya somo la leo. Masomo haya yanatubariki sana, yanatuonesha namna ya kuweza kuishi, yanatuonesha namna ya kuliabudu jina lako, yanatuonesha namna ibada ya kweli. Tujengee mazingira ya kuelewa ibada ya kweli. Wakati ulimwengu unapokuwa umeharibika, Bwana tusaidie kila mmoja wetu. Asante kwa sababu ya somo hili. Asante kwa sababu mtumishi wako huyu, wiki zote ambazo zimeenda katika uwanja huu na sehemu zingine, Baba, jitukuze wewe mwenyewe. Asante, tunaomba haya yote yatimilike ndani ya mioyo yetu, kwani tumeomba katika jina kuu la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amena. Amina.